God is good. All the time. All the time. The Lord is good. Ningependa kuchukua nafasi hii ili niweze kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa maana ameweza kutuongoza mpaka siku ya leo. Tunafurahia Sabato takatifu, siku ambayo Mungu aliweza kubariki, akaitakasa, naye akapumzika. Na hivyo basi nawakaribisha ninyi nyote ili kwa pamoja tuweze kupata mibaraka na kutakaswa kupitia kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe aliyetupa siku hii. Hivyo basi ningependa niweze kupata kuongoza katika ombi, kisha tutaweza kuendelea na tupate kuomba. Mungu uliyeumba mbingu na nchi na vitu vyote ambavyo vimo ndani mwao, wewe ambaye ulichukua hatua ukaweza kumkomboa mwanadamu, tunakuja mikononi mwako tena wakati huu tukiomba msamaha kwa sababu ya uovu wetu. Pia tunakushukuru kwa yale yote umetutendea. Tunapoenda kuzungumzia neno lako na ukuu wako, hasa jinsi ulivyotupa neema, ni ombi letu kwamba uweze kuwa pamoja nasi. Unitumie kama chombo chako, na baada ya yote jina lako lipate kutukuzwa na upate kuinuliwa. Pia wasaidie wasikilizaji wote ili watakapopata habari hii iweze kuwaelekeza katika njia inayofaa. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amina. Amina. Basi tunafurahi siku ya leo, na kila wakati tunastahili kufurahi. Na sababu kuu ambalo linatufanya tuweze kufurahi ni kwa sababu ya tumaini. Yaani Kristo aliweza kuchukua hatua na akaweza kutuokoa wakati ambapo tulikuwa tukiomboleza. Wakati ambapo hatukuwa na tumaini lolote, Kristo akachukua hatua. Na ndio maana kwa wakati huu ningependa tuweze kujifunza jambo ambalo tunasema kuhesabiwa haki kupitia kwa imani. Amina. Yaani katika lugha ya Kiingereza ni righteousness by faith. Yaani kuwa na haki kupitia kwa imani. Na itumai ya kwamba katika dunia hii kuna watu mbalimbali, na unapoona watu hao mbalimbali wameweza kupendwa na Mwenyezi Mungu. Kwa maana tulipokuwa tukijifunza tukaona kutoka kitabu cha Yohana 11 na tukaanzia mstari wa 49 mpaka mstari wa 52. Tukaona jinsi ambavyo Mungu aliweza kumtumia mmojawapo wa wale makuhani waliokuwapo wakati wa Wanaisraeli. Huyu alikuwa Kayafa. Akatabiri ya kwamba Kristo alihitajika kuja kufa kwa ajili ya taifa la Israeli. Na sio taifa la Israeli tu, bali na kila mmoja katika ulimwengu huu. Na hivyo basi jinsi ambavyo nimesema ya kwamba katika dunia hii kuna watu mbalimbali, watu tofauti. Na watu hao wote ambao tunawajua wanatoka katika mataifa mbalimbali, wanatoka katika makabila mbalimbali, lakini wote wanashiriki kutoka sahani moja ambayo wanakula kutoka kwa wokovu ambao Kristo ameweza kutupa. Na hivyo basi utaelewa ya kwamba Mungu alipowafanya watu hao wote akawapa yale yote ambao wanahitaji maishani mwao, na jinsi ambavyo wanaweza kupata wokovu. Na pia akaweza kutupa neno lake takatifu ambalo ni Biblia. Na Biblia ni neno la Mwenyezi Mungu ambalo linastahili kutufundisha, linastahili kuturekebisha, linastahili pia kutuongoza katika njia ya Mwenyezi Mungu. Na hivyo basi utagundua ya kwamba watu hao wote
wanaweza chukua Biblia kisha kuisoma na kutafsiri jinsi ambavyo wenyewe wanaifahamu bila kupata kuelewa, na wanashika hicho. Na hivyo basi siku ya leo tunapozungumzia jambo hili la kusema ya kwamba kuhesabiwa haki, yani being counted righteous, utagundua kwamba watu wengine wametafsiri kwa namna mbalimbali. Utagundua ya kwamba mwingine anasema ya kwamba sisi tuweze kuwa watu karimu sana. Lakini hata kabla sijaingia hapo, ningependa tu sisi, kwa maana tunajifunza kwa pamoja na tunataka kuelewa mambo haya. Je, wewe unaelewa vipi ama unahesabiwa haki kwa namna gani? Ama unafanywa kuwa mtoto wa Mungu kabisa kupitia kwa njia gani? Ama hata niweke iwe rahisi, tutawezaje kuurithi ama kuwa na ufalme wa Mungu ama kushinda ulimwengu huu na kuingia katika ufalme wa Mwenyezi Mungu? Ni nini ambacho kinatuwezesha tuingie ufalme wa Mungu? Sijui kama kuna yeyote ambaye ana jambo la kusema kuhusiana na kile kitakachomwezesha kuingia ufalme wa Mungu. Kuna yeyote? Nani huyo msomaji? Naam. Ama toa wazo lako. Waefeso 2:8. Naam. Kwa maana mmeokolewa kwa neema. Naam. Kwa njia ya imani. Naam. Ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu. Naam. Ni kipawa cha Mungu. Asante. Basi tunaokolewa kupitia kwa nini? Kwa imani. Asante. Msomaji anasema ya kwamba tunaokolewa kupitia kwa imani. Hiyo ni wazo lake ama wazo lake. Sijui wazo lako ni gani? Najua sisi tuna mawazo tofauti. Sijui wewe utaokolewa kwa namna gani? Ni nini ambacho umekuwa ukifanya sana, ambacho umekuwa ukijiambia kwamba haki hii itanifanya niweze kuingia ufalme wa Mwenyezi Mungu? Ni nini ambacho umekuwa ukifanya? Ama nini itakuokoa? Yes. Asante. Anasema ya kwamba ni kumwamini Kristo kuwa tu ni mwokozi wa maisha yako. Sijui kama kuna yeyote ambaye ana wazo tofauti, ambaye amekuwa aking'ang'ana na kufanya jambo fulani ambayo asante. Yes. Ni kujaribu tu kuwa mwaminifu kwa yale madogo na yale makubwa. Nikiwa mwaminifu kwa madogo, Mungu ataniwezesha kuwa mwaminifu kwa makubwa. Asante. Asante. Ametoa wazo lake ya kwamba iwapo ataweza kuwa mwaminifu katika mambo yaliyo madogo, Mungu atamwezesha pia kuwa mwaminifu katika mambo yaliyo makuu, na hivyo basi ataweza kurithi ufalme wa Mwenyezi Mungu. Basi ningependa tuweze kuangalia kupitia kwa maandiko matakatifu ni kwa namna gani sisi ambao Kristo amefanya yote kwa ajili yetu tutapata kuokolewa ama kuhesabiwa kuwa na haki ambayo itaweza kutupa uzima wa milele. Amina. Hivyo basi ninapojaribu kuendelea wacha niseme hili kwanza. Kuna watu tofauti ambao wametafsiri neno la Mungu na bila kuelewa wamekuwa wakisema ya kwamba mimi tu nikijipata natenda mambo mazuri, mimi natembelea wagonjwa, mimi nafanya nini tena? Yaani mimi nafanya yale mambo mazuri, yaani matendo mazuri. Hiyo ni tosha kunifanya mimi nikuwe mtoto wa Mungu ambaye nitaweza kurithi ufalme wa Mwenyezi Mungu. Kisha kuna kundi jingine ambao wamekuwa wakisema ya kwamba mimi tu nikishika sheria za Mungu hivi na niweze kuzitii kabisa. Yaani kama neno la Mungu linasema usijifanyie miungu mingine, usilitaje jina la Mwenyezi Mungu, usifanye nini tena? Usiinamie wala usiue, usifanye nini tena? Usizini, usifanye nini tena? Usiibe, usifanye nini tena?
usitamani, usiabudu miungu mingine. Basi hayo yote wameshika kabisa. Kila siku wanajaribu kwenda katika sheria 10 ambazo zinapatikana katika kitabu gani? Kutoka 20 mstari wa 8. Wanaanza kusema sheria ya kwanza inasema usifanye nini? Waabudu Mungu mwenyewe wala si miungu mingine. Naam. So hiyo wameshika kabisa, wamegram in short. So kila asubuhi, kila siku wanagram na wanasema ya kwamba hii tu nikishika hivi itakuwa na uwezo wa kuniokoa. Hata kama imefika tu Sabato hivi, wanaweza amua ya kwamba mimi nitakuwa very strict. Kama hakuna kuchota maji kisimani, hawezi chota maji kisimani. Kama kupika na mambo hayo yote, yani wanashika tu hiyo na wanasema ya kwamba hiyo ni jambo tu tosha la kuwafanya waweze kurithi ufalme wa Mwenyezi Mungu. Lakini tungependa tuweze kupata kuelewa kupitia kwa maandiko matakatifu ni nini ambacho kitatuwezesha sisi kama wanadamu, sisi kama watu ambao tumekombolewa na Mungu, kuwa wenye haki na watoto ambao wanastahili kwa hakika mbeleni pa Mwenyezi Mungu. Hivyo basi ningependa msomaji uweze kufika kitabu cha Waefeso 2 na uanzie mstari wa 8. Waefeso 2:8 inasema ya kwamba kwa maana mmeokolewa kwa neema. Kwa maana sisi tumeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani. Kwa njia ya imani ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenyu. Ambayo haijatokana na nafsi yetu. Ni kipawa cha Mungu. Ni kipawa cha Mungu. Wala si kwa matendo mtu awaye yote asije akajisifu. Wala sio kwa matendo ya mtu binafsi. Na hiyo basi hatustahili kujisifu. Na kwanza tunafaa kujiuliza swali. Mbona sisi kama Wakristo tunahitaji kuhesabiwa haki? Mbona tunastahili kuhesabiwa haki? Sisi tunastahili kuhesabiwa haki, ama kuhesabiwa haki inaanzia pale ambapo kumetokea kasoro, kumetokea shida. Na shida hii inahitajika kutatuliwa. Hii shida ikiisha tatuliwa, hivyo basi sisi tutakuwa na uwezo wa kuwa wenye haki. Na hivyo basi ili tuweze kufikia kuhesabiwa haki, lazima tuchunguze kile ambacho kimesababisha taabu katika dunia hii. Na kile ambacho kimesababisha taabu kubwa katika dunia hii ni dhambi. Kumekuwa na shida ya dhambi. Dhambi iliweza kuingia katika dunia hii kupitia kwa mwanadamu mmoja. Lakini mwishowe haki ikaweza kuhesabiwa yule mwenye dhambi kupitia kwa mwanadamu mwingine. Na hivyo basi kukawa na tumaini katika ulimwengu huu. Na hivyo basi neno la Mungu linatuambia kwamba katika kitabu cha Mwanzo 1 mstari wa 26 ya kwamba Mungu aliweza kusema ya kwamba na tumfanye mwanadamu kwa sura na kwa mfano wake. Na hivyo basi maana yake mwanadamu alifanywa kwa sura na mfano wa Mungu. Inamaanisha kwamba hakuwa na dhambi wakati huo. Lakini Mungu alipompa sheria ya upendo, akimwambia kwamba haki mwanadamu nimekuumba, usijaribu kufanya nini? Usijaribu kukula tunda ambayo inakuwezesha ujue mazuri na maovu. Kwa maana siku ile utakapokula utafanya nini? Utakufa hakika. Lakini mwanadamu kwa sababu ya tamaa ya mwili, tamaa ya macho na hata kiburi cha maisha, akataka kuwa na uwezo wa kujua mazuri na maovu kama Mungu, akaweza kuanguka. Maana yake shetani aliweza kumkujia kule shambani na kumdanganya. Na hivyo basi akajipata amepotea. Na hivyo basi hata mwanadamu alipokula tunda na kujua mazuri na maovu, jambo hilo ama kujua mazuri na maovu kweli ilimfanya kuwa kama Mungu katika kujua maovu na mazuri. Lakini sasa kile kilichokuwa kibaya ni ile kujua mazuri na maovu haingemfanya aweze
kushirikiana na Mungu moja kwa moja. Unapoona marafiki ambao wana uhusiano wa karibu, tuseme wale ambao wanasoma darasa moja, wale ambao wanafanya kazi pamoja, huwa wanashirikiana vizuri kwa maana wana malengo moja, si ndivyo? Lakini mwanadamu sasa, kwa sababu ya kutanga mbali na Mungu, na maana alikuwa ni kiumbe cha Mungu, angekuwa na uwezo wa kuhusiana naye. Hivyo basi dhambi ikatokea katika dunia hii. Na hata hivyo Mungu akamtafuta mwanadamu, hakumwachilia aweze kupotea. Na ndio maana siku ya leo tunajaribu sasa kuelewa ni kwa namna gani sisi tutaweza kumtafuta Mungu. Unajua Mungu ametutafuta, amefanya yote ili tuweze kuokolewa. Sasa swali liko katika sehemu yetu. Sisi kama wanadamu tutafanya nini ili tuokolewe? Wengine wameamua ili tuokolewe lazima tushike matendo mazuri ama tufanye matendo mazuri. Wengine wamesema ya kwamba ili tuokolewe lazima tufanye nini? Tushike sheria. Wengine wamesema ya kwamba ili tuokolewe lazima tuamini tu neema ya Mungu. Hayo mengine hayahitajiki. Kisha kuna wale ambao wamesema ya kwamba ili tuokolewe lazima tukubali neema ya Mungu kwanza. Na tukikubali neema ya Mungu lazima pia tuzishike sheria za Mungu na tuweze kutenda matendo mazuri ambayo yataonyesha ya kwamba sisi kwa hakika tumemkubali Kristo na tumeweza kupata ukombozi wa milele. Hivyo basi sisi kama wanadamu tuko katika hali ya kimwili. Na maanake tuko katika hali ya kimwili, huwa tunashindwa sisi wenyewe kujitafuta ama kujiokoa. Sisi hatuna uwezo wowote wa kutumia nguvu zetu na kuwa wenye kustahili machoni pa Mungu. Jinsi ambavyo kitabu cha naitumai ni kitabu cha Yeremia 13 ambacho kinatuambia kwamba jinsi ambavyo chui hawezi kubadilisha ngozi yake. Naitumai ni kitabu cha Yeremia 13. Yeremia 13 mstari wa ngapi? Angalia mstari wa 8 ama 23. Naam, 13 mstari wa 23. Naam, 23 inasema, Naam. Je, Kushi aweza kuibadili ngozi yake? Je, Mkushi, can an Ethiopian be able to change his skin? Yes. Au chui madoadoa yake? Au chui kubadilisha madoadoa yake? Kama aweza. Ndipo na ninyi mwaweza kutenda mema. Ndipo nasi twaweza kutenda mema. Hivyo basi tunajua ya kwamba jinsi ambavyo chui hawezi kujibadilisha yeye mwenyewe. Hivyo basi hata nasi hatuwezi kujifanya kuwa wenye haki kwa nguvu zetu. Lazima tutegemee nguvu na uwezo wa Mungu tu ili tuweze kuokolewa. Maana kama mwanadamu sasa angekuwa na uwezo wa kujiokoa, angesema kwa kweli mimi nimekula tunda na nimeweza kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Na hivyo basi angechukua hatua na kufanya nini? Na kujisafisha na kuwa tena katika ile hali ya kwanza. Lakini kutokana na kupungukiwa kwake angekuwa na uwezo wa kujiokoa. Vile vile na sisi hapa hatuna uwezo wa kutenda mazuri kwa uwezo wetu na tukaokolewa. Ndio maana wakati mwingine tunasumbuka sana na changamoto nyingi katika maisha, ambayo wakati mwingine unaweza jiuliza, je, nitafanya nini ili niweze kuokolewa? Paulo naye alipitia changamoto hiyo kuu. Akamlilia Mungu, ni nini ambacho nitaweza kufanya? Ama mimi nina nini? Mimi mwenye kuangamia ama mimi mwenye hali ya kufa, nitafanya nini ili niweze kuokolewa? Ni nani atakayeniokoa? Lakini katika mstari wa 25 katika kitabu cha Romans chapter 7 verse 25, akashukuru sana ya kwamba mimi namshukuru Mungu, maana aliweza kunihesabia haki
ama aliweza kufanya yote kwa ajili yangu. Ningependa usomaji uende hadi hapo. Namshukuru Mungu kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Ninamshukuru Mungu kwa nani? Kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Naam. Basi hivyo. Naam. Mimi mwenyewe kwa akili zangu naitumikia sheria ya Mungu. Naam. Bali kwa mwili wangu sheria ya dhambi. Asante. Basi Paulo anafurahi sana ya kwamba ingawa mimi ni mwenye dhambi, ingawa mimi sina uwezo wa kujifanyia chochote ili niokolewe, namshukuru Mungu ambaye amemtuma mwana wake Yesu Kristo ili kwamba aweze kumwokoa na kutuokoa sisi pia. Na hivyo basi ni jambo ambalo tunafaa kujua kwamba sisi tunafaa kumtegemea Kristo. Maana yake tusipomtegemea Kristo tutaweza kuangamia. Maana mshahara wa dhambi ni nini? Mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti. Hivyo basi tusipomtegemea Kristo tutaweza kuangamia katika mauti ambayo ni mshahara wa dhambi. Hivyo basi maana tumeweza kuona ya kwamba Adamu akaleta dhambi, lakini Mungu akatutafuta. Na sasa tungependa kujiuliza, ni nini ambacho tutaweza kufanya? Ni nini ambacho tunaweza kumpa Kristo ili aweze kutuokoa? Na tuliweza kumpa nini Mungu ili akaweza kumpa Kristo kwetu ili tukapata kuokolewa? Hivyo basi hebu tuweze kufahamu ya kwamba sisi ni viumbe vya Mungu. Na maana sisi tuliumbwa na Mungu, kila kitu ni chake. Hata ukiamua kumpa fedha ya aina mbalimbali, iwe ni dhahabu, iwe ni fedha ama chochote kile, ni kana kwamba tu unamrudishia Mungu kila alichokiumba. Ni nini ambacho kinatoka kwetu sisi wenyewe ambacho kinaweza kutuokoa? Hivyo basi ningependa tuweze kuangalia katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro, 1 Peter chapter 1, na tuweze kuanzia mstari wa 18 mpaka mstari wa 20. Na tutapata kugundua ya kwamba wakati ambapo sisi hatukuwa na uwezo wa kujiokoa, Mungu akaweza kuchukua hatua na akaweza kuja kutukomboa kama wanadamu. Na kwa sababu hiyo tumeokolewa, sio kwa sababu ya vitu viharibikavyo, bali sisi kama wanadamu tumeokolewa kwa nini? Tumeokolewa kwa neema. Kupitia kwa nini? Kupitia kwa njia ya imani. Na hiyo tunaweza kuona jinsi ambavyo Kristo aliweza kumwaga damu yake ya dhamana kuu sana, ambayo haiwezi kulinganishwa na ya kitu kingine. Sio mnyama wala sio kitu kingine ambacho kinaishi humu duniani. Hivyo basi kupitia kwa Kristo na nguvu za msalaba tukaweza kuvutwa kwa Mwenyezi Mungu, ili yeyote atakayemwamini Kristo asiangamie, asipotee, bali aweze kufanya nini? Bali awe na uzima wa nini? Uzima wa milele. Hivyo basi iwapo sisi tutakuwa na haja ya kumtafuta Mungu na kumlilia, ataweza kutupa uzima wa milele. Hivyo basi tunazidi kujiuliza, ni nini ambacho tulimpa Kristo ili akaweza kutuokoa? Ni nini ambacho tutampa Kristo ili aweze kutuokoa? Na Kristo anapotuokoa siku ile ambayo tunaamini, je, tunafaa kuamini hiyo siku tu na kuenda katika biashara yetu tukisema ya kwamba Kristo aliniokoa ile siku ambayo mimi nilimkubali? Ama ni nini ambacho kinahitajika kila siku katika maisha yetu ili tuweze kuokolewa? Hivyo basi sisi hatukufanya chochote, maana Paulo ametuambia katika kitabu cha Waefeso 2 mstari wa 8 ya kwamba sio kwa sababu ya matendo yetu wala sio kwa sababu ya chochote ambacho tulikitenda ili tujisifu tukisema mimi niliweza kufanya hivi na hivyo basi mimi nimetiwa huru na nimeweza kuokolewa, bali inapitia tu kwa nini? Kwa neema ya Mwenyezi Mungu. Hivyo basi
Sisi tunahitaji kufanya nini? Ni swali ambalo linazidi kulirudia. Sisi tunahitaji kufanya nini ili tupate uzima wa milele? Msomaji, ningependa uweze kwenda kitabu cha Yohana 17 na tuweze kusoma fungu la 3. Neno la Mungu lasemaje? Naam. Na uzima wa milele ndio huu. Sikiza, uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli, na Yesu Kristo ambaye uliweza kumtuma. Hivyo basi tunaambia kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akafanya nini? Hata akamtoa mwanawe pekee. Akamtoa mwanawe wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Asipotee bali awe na uzima wa milele. Na uzima wa milele ndiyo huu, wamjue Mungu Mungu wa pekee na nani? kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. Na Yesu Kristo ambaye uliweza kumtuma. Hivyo basi sisi kama wanadamu tukimfahamu Mungu wa kweli wa pekee na tuweze kumfahamu Yesu Kristo na yale yote ambayo ametuagiza tuweze kufanya, basi tutakuwa na uwezo wa kurithi ufalme wa mbinguni na uzima wa milele. Amina. Hivyo basi tunazidi kujiuliza, sisi kama wanadamu tutafanya nini ili tuweze kuhesabiwa haki? Tutafanya nini ili tuweze kurithi uzima wa milele? Je, tushike tu sheria na tuseme sisi tumeokolewa? Tushike tu sabato na tuseme sisi tumeokolewa? Watu wa Mungu wa kweli ni watu ambao wanashika imani ya Kristo. Watu ambao hawashiki tu imani ya Yesu Kristo, bali wanashika pamoja na nini? Wanashika pamoja na sheria za Mwenyezi Mungu. Hivyo basi tunapozungumzia siku ya leo jinsi ambavyo tunaweza kuhesabiwa haki, sio tu kupitia kuamini ya kwamba Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, bali pia tunastahili kushika sheria za Mwenyezi Mungu. Maana Kristo anasema ya kwamba yeyote atakayempenda ataweza kufanya nini? Atazishika amri zake. Atazishika amri zake. Na Mungu ametupa sheria ngapi? Ama amri ngapi? Amri 10. Ameweza kutupa amri 10. Na amri hizi 10 hatuna uwezo wa kuzishika kwa nguvu zetu. Kweli. Na ndio maana Paulo anapomlilia Mwenyezi Mungu katika kitabu cha Warumi 7, anasema ya kwamba mimi sasa kama mwanadamu niko chini ya sheria, ama mimi ninasumbuliwa na sheria. Lakini hata japo anasumbuliwa na sheria ni kwa sababu ya hali ya kimwili ambayo inakaa ndani mwake. Lakini anafurahia, maana anapomwamini Kristo nini kinamfanyikia? Anamshukuru Mungu, kwa maana Mungu anamwezesha kupitia kwa akili kuzitii amri zake. Hivyo basi siku ya leo tufahamu ya kwamba Mungu ambaye ametupenda anastahili kujulikana maishani mwetu kila siku. Unapoamka asubuhi unapoamka asubuhi kisha unapopumzika usiku, zidi kumtafuta Mungu na kwa hakika ataweza kukutia nguvu. Paulo naye alipitia changamoto, na ningependa tuweze kwenda kitabu cha waraka wa pili wa Korinto. Mlango wake ni wa 12 na ningependa msomaji tuanzie mstari wa 8 na mstari wa 9. Japo tuko katika hali ya udhaifu, tuna amani na tuna furaha, maana tutashinda kupitia kwa uwezo wa nani? Msomaji. Mstari wa 8 inasema kwa ajili ya kitu hicho nalimsihi Bwana. Naam. Mara 3 kwamba kilichoke. Naam. Naye akaniambia, Naam. neema yangu ya kutosha. Naam. Maana uwezo wangu hutimilika katika udhaifu. Naam. Basi nitajisifia udhaifu wangu kwa furaha nyingi. Naam. Ili uwezo wa Kristo ukae juu yangu. Asante sana.
Basi Paulo analalamika sana. Anajiuliza, mimi ambaye ni dhaifu, ambaye sina uwezo wowote, anapitia changamoto hiyo. Sasa atafanya nini ili aweze kuokolewa? Naye anasemaje? Ama Mungu anampa tumaini kwa namna gani? Anamwambia kwamba usife moyo, bali aweze kuchukua ama kuwa na hiyo ama akuwe na nguvu. Maana Mungu atampa nguvu wakati wa nini? Wakati wa udhaifu. Na utapata kugundua ya kwamba katika maisha ya Paulo angemlilia Kristo kila siku. Na anasema ya kwamba anakufa kila siku. Anakufa katika nini, msomaji? He always died for what? Die daily. Paulo anasema ya kwamba kila siku nafa. Yaani anasema ya kwamba angepitia changamoto, na kwa sababu yeye mwenyewe hana nguvu, angeweza kwenda kwa Mungu na kuweza kumlilia Mungu amfanye upya ili aweze kupata kushinda. Na hiyo basi anaendelea vivyo, na mwishowe katika kukamilisha kazi yake anasema ya kwamba mimi nimefanya vita kweli kweli, nimeshinda. Na nini kimeweza kuwekwa tayari kwangu? Na taji imeweza kuwekwa tayari kwangu, sivyo? Na basi ili tuweze kuhesabiwa haki, lazima tuweze kupitia changamoto, na baada ya kupitia changamoto tunakumtegemea Mungu, tutaweza kupata neema ya kutosha. Maana neema ni kila ambacho tulitendewa wakati ambapo hatukuwa tunastahili. Sisi tulipoanguka dhambini, Kristo akakufa kwa ajili yetu. Hatukuwa tunastahili kuishi, lakini Kristo akafa kila ambacho hakuwa anastahili pia, ili tuweze kufanya matajiri kupitia kwa umaskini wake. Hivyo basi swali bado ni hili: tutawezaje kufanywa kuwa wenye haki? Na tumeona ya kwamba jambo la kwanza ni kuwa neema imeweza kuonekana kupitia kwa Kristo, ambaye alitoa nafsi yake akafa msalabani kwa ajili yetu, akawavuta ulimwengu wote ama watu wote katika ulimwengu, ili yeyote atakayemwamini asife, bali aweze kuwa na uzima wa milele. Na tumeweza kuona pia ya kwamba ili kwamba sisi tuweze kufanywa kuwa wenye haki, lazima tufe kila siku. Yaani lazima tutubu kila siku dhambi zetu, tutafute uso wa Mungu kila siku, tuzishike sheria za Mungu kila siku, tushike imani ya Yesu Kristo kila siku, na tutaweza kuokolewa. Hivyo basi hapo, kama uko makini, nimezungumzia mambo mawili. Kwanza ni kukubali ya kwamba umetenda dhambi na kwamba Kristo amekufa kwa ajili ya dhambi zako. Na hivyo basi kwa kukubali hilo umepata uzima wa milele. Na kwa kukubali inamaanisha kwamba unazitii amri za Mungu. Maana kama huzitii amri za Mungu hauna uwezo wa kuokolewa. Maana ili ujue kwamba mimi nimemkosea Mungu, lazima kuwepo na kile ambacho kinakuonyesha kwamba mimi nimekosea. Na nini ambacho kinatuonyesha kwamba tumemkosea Mungu? Tuweze kusoma kitabu hicho cha Warumi 3 na mstari wa 20. Warumi 3:20. Naam. Kwa sababu hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki. Hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele zake kwa matendo ya sheria. Sio kwa sheria za, bali kwa nini? Atakayehesabiwa haki mbele zake kwa matendo ya sheria. Hakuna yeyote ambaye ataweza kuhesabiwa kuwa mwenye haki mbele za Mungu kupitia kwa sheria tu. Maana ya sheria inafanya nini? Kwa maana kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria. Asante. Basi sisi kama watu wa Mungu tunatambua ya kwamba tumetenda dhambi kupitia kwa sheria. Kama isingekuwepo sheria inayosema ya kwamba usifanye nini? Usiue, sisi hatungejua ya kwamba hiyo ni dhambi. Pia pamoja na sheria 10 kuna pia maelezo na maagizo ambayo Mungu ameweza kutupa. Na hivyo basi Mungu anasema ya kwamba ujaribu kuepukana na ulevi, maana ulevi ni mbaya na itaweza kuangamiza yeyote, sivyo? Basi ukilitii hilo tena amri ya Mungu,
hiyo pia itakuwezesha kuwa mtoto wa Mungu. Mungu anasema ya kwamba usizini. Kama sheria hiyo haingekuwapo, basi hatungejua ya kwamba hiyo ni neema, na kwa samani hatungejua ya kwamba ni dhambi. Na kwa sababu hatujui ya kwamba hiyo ni dhambi, hatungekuwa na haja ya kuhesabiwa haki ama kusafishwa kuwa wenye kustahili. Na hivyo basi sheria lazima ikuwepo ili ituonyeshe ya kwamba tumekosea. Na hivyo basi watu ambao wanasema ya kwamba sisi hatuhitaji sheria, sisi tunahitaji tu kutenda matendo mazuri ili tuhesabiwe haki, jua siku ya leo ya kwamba sheria ndizo zinatuwezesha kujua kile ambacho tumekosea na hitaji la sisi kuokolewa kila wakati. Jambo la pili ningependa tuweze kujua ni kwamba matendo peke yake hayawezi kutuokoa. Na ningependa msomaji aweze kurudi kitabu cha Waefeso 2 na mstari wa 8, ambalo neno la Mungu limetuambia kwamba hakuna yeyote ambaye anastahili kujisifu ya kwamba amepata neema kupitia kwa nini? Kupitia kwa matendo yake mazuri, bali anastahili kumtumainia Mungu ili aweze kuwa na uzima wa milele. Kwa maana mmeokolewa kwa neema. Naam. Kwa njia ya imani. Naam. Ambayo haikutokana na nafsi zenyu. Naam. Ni kipawa cha Mungu. Naam. Wala si kwa matendo. Wala sio kwa nini? Si kwa matendo. Sio kwa matendo. Mtu awaye yote asije akajisifu. Na asante. Basi hakuna yeyote ambaye ana uwezo wa kusema ya kwamba mimi tu nina uwezo wa kwenda kuwasaidia wagonjwa. Mimi tu, sijasema usiende kusaidia wagonjwa. Ni vizuri kusaidia wagonjwa. Maana Kristo anasema ya kwamba dini safi na kweli ni gani? Ni hii. Naam. Kitabu cha Yakobo 1:27. Naam. Tuwatembelee wagonjwa. Naam. Wajane na mayatima. Naam. Na kisha na kujilinda na dunia pasipo mawaa. Asante. Basi unaona pia ya kwamba katika maisha ya Ukristo lazima uwe na matendo mazuri ili kwamba imani yetu na wokovu wetu utimilike. Hivyo basi tutaweza kupata kugundua kwamba imani ambayo haina matendo ni nini? Imani ambayo haiuzishi matendo imefanya nini? Imekufa. Yani faith without actions is what? It's dead. So we have to believe also that God did this to us. He saved us from sin. Na lazima pia tuweze kuzitenda matendo ambazo ni mazuri. Maanake tunaambia kwamba sisi tusipowajali wale ambao wana mahitaji, siku ya mwisho tutaweza kuhukumiwa. Kristo atakwambia kwamba mimi nilikuwa nini? Nilikuwa na njaa, lakini hukufanya nini? Hukunilisha. Nilikuwa na kiu, hukufanya nini? Hukunipa maji ninywe. Nilikuwa uchi, ukafanya nini? Hukunifisha. Bali haukunifisha. Hivyo basi tunaona ya kwamba ni lazima tuweze pia kuhusisha matendo mazuri ili kwamba imani yetu iweze kutimilika. Hivyo basi ningependa msomaji uweze kwenda moja kwa moja mpaka kitabu hicho cha Warumi 2 mstari wake ni wa 13. Neno la Mungu linasemaje? Warumi 2:13, Biblia yanena ikisema, Naam. Kwa sababu sio wale waisikiao sheria, sio wale ambao waisikia sheria, walio wenye haki mbele za Mungu. Wenye kusikia sheria za Mungu sio wenye kuwa haki mbele za Mungu, bali ni kina nani? Naam. Bali ni wale waitendao sheria. Bali ni wale ambao wanazishika nini? Sheria. Wanazishika sheria. Watakaohesabiwa haki. Hao ndio watakaohesabiwa haki. Hivyo basi jambo jingine ambalo tunaona ni kwamba kuna watu ambao wanasikia sheria,
bali hawazishiki sheria hizo. Na hivyo basi hao sio wenye haki machoni pa Mwenyezi Mungu, bali wenye haki ni wale ambao wanazisikia na kufanya nini? Na kuzishika. Na hivyo basi na kufanya nini? Na kuzitenda. Hivyo basi hao ndio watakaohesabiwa haki mbele za Mungu. Na ndio maana unaposoma katika kitabu cha Ufunuo 1:3, tunaambiwa nini katika kitabu cha Ufunuo 1:3? Ufunuo 1:3 inasema. Naam. Inasema kwamba heri asomaye. Heri yeye anayesoma. Wayasikia maneno ya nabii. Na wao wafanyao nini? Wayasikia maneno ya nabii. Na wao wayasikiao maneno ya unabii kuyashika. na kuyashika. Naam. Kwa maana wakati ukaribu. Asante. Basi unasikia kwamba sisi kama watu wa Mungu tunafaa kusoma neno la Mungu, na baada ya kusoma tusishike ama tuzishike, yani tushike na yani tutende sawa sawa, na hivyo basi tutakuwa watu kamilifu machoni pa Mungu. Hivyo basi nikimalizia, ningependa kuiweka iwe wazi ya kwamba sisi tunahesabiwa haki kupitia kwa neema ya Kristo, kupitia kwa imani. Yani tunaamini kwamba Kristo alikufa kwa ajili yetu, na hivyo basi tunazishika amri zake ambazo ndizo zenye kutuelekeza na kutuonyesha njia za Mwenyezi Mungu, na vile vile kuzitenda matendo za Mwenyezi Mungu, na hivyo basi mwishowe tutaweza kuokolewa. Na ujue ya kwamba kila siku tunakufa na tunatakaswa ili mwishowe tuweze kufanya watu wa Mungu. Hivyo basi usiseme ya kwamba siku ile niliamini niliokolewa, so sina haja na kutafuta uso wa Mungu. Tafuta Mungu kila siku na mwishowe utaweza kufanywa kuwa mwenye utukufu na Mungu, kama isemavyo kitabu cha Wakolosai 3:4. Kwa sababu ya muda ningependa kumalizia hapo, na hivyo basi hebu na sisi sote tuweze kupata kusimama ili tuweze kupata kuomba. Tusimame. Naam, tunaomba. Baba wetu mwenye kutuhesabia haki kila mara, tunanyenyekea kwa mara nyingine tukisema ya kwamba utusamehe kwa dhambi zetu. Takasa mioyo yetu kila wakati ili tuwe wenye kustahili machoni pako. Baba wetu, zidi kututia nguvu wakati wa udhaifu wetu. Saidia kila mmoja wetu na hata wale ambao wameweza kusikia ujumbe huu. Wema na fadhili zako Baba zidi kuwa nasi, na utukuzwe milele na hata milele, kwa maana haki na wema na fadhili ni zako milele. Ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini ya kwamba umepata kupokea sifa na utukufu kwa kunitumia kama chombo chako na kuwasaidia wana wako vile vile kuelewa ujumbe huu. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amina. Amina. Mungu mwenye kutuhesabia haki awe na kila mmoja wetu. Asante.